Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Unajua sisi waandishi, bahati mbaya hapa tuna kofia nyingi. Abubakar ni mratibu lakini kitaaluma yeye ni mwandishi. Sasa sisi waandishi kifupi yetu kidogo inakuwa kifupi mara mbili. Lakini almuhim nitajitahidi mimi kifupi yangu iwe ya kifupi. Kama ambavyo moderator ameeleza, mimi naitwa Rajab Msami. Mimi ni mkuu wa idara ya masoko Africa TV, na kubwa hasa ambalo ningependa kuzungumza ni kuhusiana na kwa nini Africa TV tumekuja na haya mashindano ya sauti za dhahabu. Mratibu amegusia kidogo kuwa kulionekana kuna gap. Mara nyingi wamekuwa kufanya kazi kubwa sana na shuhuda Sheikh Nurdin Al-Hikma, lakini Sheikh Uthman Kaporo wamefanya mashindano haya kwa miaka mingi, na tukiri ya kuwa wametuchongea barabara sisi na wengine wengi ambao wanafanya mashindano ya Qur'an. Njia ambayo walianzisha imeturahisishia sisi kupita katika namna tofauti ambazo tunaona kuna ya kugusa maeneo haya ambayo pengine labda wao hawakuyagusa, au kwa namna moja au nyingine tuliona hawakuyagusa kwa kama ambavyo mratibu ameeleza. Sisi tutajikita kwa watoto wadogo ambao hawajabalee, na haswa katika upande wa Qur'an sana katika upande wa sauti na kuzingatia sheria za usomaji. Mimi kubwa nitoe wito wadau, weza kuwataja hapa washirika ambao tutakuwa nao katika mashindano haya. Abubakar ameweza kuwaeleza washirika ambao kwa namna moja au nyingine tunaona. Tutakuwa na Al-Hikma, lakini tutakuwa na Tipso ambao wenzetu hao watatusaidia. Hawa ni moja wa shule za Kiislamu za msingi ambapo sana ndio hawa watoto wengi, kundi kubwa kama shule hayo. Ni tutakuwa na jumuiya ya kuhifadhisha Qur'an chini ya Sheikh Uthman Kaporo. Hawa ni washirika ambao tutakuwa nao. Sasa mimi nitoe wito ya kuwa milango bado ipo wazi. Tunahitaji wadau zaidi, washirika zaidi wa kuweza kujumuika nasi, kutuunga mkono katika hili ili tuweze kulifanikisha hili jambo. Abubakar ameeleza hapa, tumefanya uzinduzi rasmi wa mashindano haya ya sauti za dhahabu kwa Dar es Salaam, lakini lengo mashindano haya ni kuweza kuenea zaidi, na inshallah ikiwezekana tuweze kufika nchi nzima na baadaye Afrika Mashariki na kuendelea, kama ambavyo pioneers ambao tuko nao hapa wameweza kufanikiwa kuweza kufikia mpaka ngazi za ulimwengu kuweza kufanya mashindano ya Qur'an, na sisi lengo insha Allah kwa idhini yake Allah tuweze kufikia huko. Kwa hiyo ili tufike huko tunahitaji sana wadau wa kuweza kushirikiana nasi, watu wa kheri. Zawadi tumeieleza hapa ni milioni 10, lakini milango iko wazi. Hii ni zawadi ambayo tuko nayo mezani mpaka tunafanya uzinduzi wa mashindano haya. Kwa hiyo milango iko wazi, watu wa kheri, watu wenye biashara ambazo zinahusiana na watoto moja kwa moja, wanaona kuna haja ya kuwashika watoto mkono, basi milango yetu iko wazi, ofisi zetu ziko wazi, tunawakaribisha sana, na kuna umuhimu wa wao kufanya hivyo. Kwanza, kama makampuni watakuwa wanarudisha kwa jamii, ambayo ndio miongoni mwa malengo ya makampuni ya biashara, lakini kwa mtu mmoja mmoja, watu wa kheri, kuwashika mkono watu ambao wanakipigania kitabu cha Allah. Fadhila zake sote tunazifahamu. Kwa hiyo tutoe fursa hii, milango iko wazi. Lakini pia tutoe wito kwa wazazi. Mifumo ambayo mashindano haya yatakuwa yakifanyika, mratibu aielezea, ambao wanaweza wakaona kwa namna moja au nyingine hawawezi kuwa na network na wale ambao watatuletea washiriki, basi mlango uko wazi. Mzazi popote pale unapotazama, kama unaona kuna kijana wako ana uwezo wa mashindano haya,
basi mifumo ya usajili iko wazi na namba itatolewa, utaratibu utaonekana. Lakini la mwisho kabisa ambao nimetoa wito kwenu mratibu, kila hatua ya mashindano haya itakuwa inaonyeshwa kupitia Africa TV, kuanzia hatua za mwanzo kabisa misikitini. Tutakuwa na hatua takriban 4 hapa zimeelezwa, kuanzia hatua za awali msikitini za kututafutia washiriki 70 mpaka hatua ya mwisho ambayo itatubakisha na washindi 6 kwenye fainali kubwa kabisa ya mwisho. Hatua zote hizi zitakuwa zikionyeshwa kupitia Africa TV na zitaanza kuonyeshwa tutaanza tarehe 1, lakini kuanzia tarehe 15 kila hatua itaonyeshwa mpaka kufikia hatua za mwisho, ni hatua za washindi 6 watakaopatikana katika michujo yote ambayo itakuwa imepita kuanzia mwanzo mpaka kufikia wadau, kwamba ni jambo ambalo litakuwa linamulikwa na litafahamika zaidi insha Allah, kwa sababu tupo na watu sahihi ambao tumeshirikiana nao kuhakikisha hili jambo linakwenda na linafanikiwa. Mwisho kabisa nitoe shukrani tena kwa waandishi wa habari, lakini tutoe shukrani za dhati kwa washiriki wetu wote ambao mmeweza kutuunga mkono na kuja kushirikiana nasi katika uzinduzi wa hili jambo, na tuwaombe kwa mwanzo huu ambao tumeanza nao, basi inshallah tuende nao mpaka pale ambapo tutafika katika fainali ya mwisho kabisa kwa mkoa wa Dar es Salaam, na pale ambapo mashindano yanaendelea zaidi mikoani na ngazi zijazo Afrika Mashariki, Afrika, basi inshallah tuombe msituchoke, kisha lengo yetu katika mashindano haya ya Sauti za Dhahabu yanafanikiwa. Baada ya kusema hayo, shukrani sana, nikurudishie Mfaume. Nadhani bila shaka yoyote kwa kifupi yangu imekuwa kifupi. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.